Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kunijalia leo tena kuendelea na kipindi ambacho kinakuelimisha, kinakutia moyo, kinakufundisha, kisha kinakujenga katika maadili yaliyokuwa sahihi na sawasawa. Ndugu yangu unayenifuatilia katika vipindi vyangu vilivyopita vya nyuma, mimi mara nyingi kauli mbiu yangu ni kwamba tupige vita umaskini. Uwe kijana, uwe mzee, uwe mtoto, uwe mkubwa, uwe wa aina yoyote, mwanamke, mwanamume, inatakiwa upige vita umaskini. Umaskini ni kitu kibaya sana. Umaskini unadhalilisha. Umaskini, ukitaka kujua madhara ya umaskini, hebu ziangalie nchi ambazo zinasemekana kwamba ni nchi za kimaskini. Alafu angalia nchi ambazo ni nchi za kitajiri. Unakuta nchi za kimaskini zinaonewa na nchi za kitajiri zinakuwa zimemezwa ndani. Sasa kwa mahali popote ulipo, kwa maisha yoyote unayoishi, kwa namna yoyote unayoishi, kwa kutumia elimu uliyoisoma, elimu uliyozaliwa nayo, kipaji ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia, piga vita umaskini. Maskini kitu kibaya sana. Umaskini unatufanya mpaka tunakuwa katika hali isiyokuwa ya uhalisia. Mimi najitahidi sana katika namna ya kuweza kukufundisha namna ya kuweza kupiga vita umasikini. Leo wewe unaweza ukasoma ukamaliza degree zote, ukawa na PhD umeyabeba kichwani, ukafanya kazi kubwa kubwa mpaka Umoja wa Mataifa, lakini kama huna pesa, wewe ni sawasawa na mtu aliyemaliza darasa la 4. Wewe ni sawasawa na mtu ambaye hohe hahe, yani namba H. Ukiwa namna hiyo ni kitu kibaya sana. Jifunze elimu namna nyingi za kuweza kupata fedha. Jifunze biashara, na kila unachokuwa unakifanya katika maisha yako, hakikisha kabisa kwamba wewe huwezi ukafanya kitu kwa mazoea. Kwanza lazima ujitambue wewe ni nani, una nafasi gani, uko namna gani. Pili, uache mazoea pili, uweze kusoma ile elimu. Usome ile elimu kwamba mimi ninachokitaka kukifanya ni kitu gani, na je, kina faida gani? Je, kina mkakati gani? Je, kimwisho wake ni nini? Ukifanya vitu hivyo, wewe utakuwa mtu ambaye unayekwenda sawa sawa. Sawa na mtu ambaye anasikiliza madarasa yangu ambayo mimi nakuwa nakupa. Ndio sababu mashehe wetu wakubwa wenye kuona mbali, wanazuoni wakubwa, Samaa, Mufti akaja na kauli yake ambaye inasema jitambue, badilika, acha mazoea. Sio umezoea eti mimi maskini jeuri. Wewe maskini jeuri gani? Uzi mkubwa wewe. Maskini anakuaga jeuri? Maskini akija polisi hapo akikupiga ngwara 2, 3, 4, 5 anabebwa anaenda wanatupa jela. Wewe ujeuri wako uko wapi sasa? Mimi na kiburi. Kiburi gani wewe? Kiburi ni sifa ya Mwenyezi Mungu. Sasa wewe una kiburi chako kiburi gani? Unamfanya nani hicho kiburi? Una hela. Hata mwenye hela hana sifa ya kuweza kuwa na kiburi. Maana ukifanya kiburi, wako watu ambao walikuwa na kiburi, jirani zake wanakufa, yeye anapita tu na gari, anatoa fedha mchango, kisa ana pesa, anapita na kwenda zake. Siku yamemkuta nyumba katika ule mlango wake, kwa sababu kuna msemo unaosema kwamba kila mlango itatoka jeneza. Siku yamemkuta nyumbani kwake, watu nao wakafika wakawa wanatoa mchango, wanapita, hana mshirika hata mmoja. Wale majirani zake wa mbali, wale marafiki zake waliokuwa wanatembea naye, wanakaa naye kwenye mabaa huko, kwenye mastarehe, siku wanakuja kugundua kwamba bwana maana kapata msiba, wanakuja pale nyumbani, hawaoni msaada hata wa jeneza, mahali pa kuomba sufuria tu ya kuchotea maji, angalau watu wapate hata maji au ndoo, hakuna. Kwa sababu huyu alikuwa na kiburi. Sasa kiburi sio kitu, sio sifa njema. Huu maskini jeuri sio sifa njema. Tutafute fedha, tutafute pesa, tutafute mali. Nimekuwa nakupa elimu kubwa. Nakwambia kuna watu wana mahudama. Tumia namna ya mahudama. Leo mpaka utafiti, watu wa nje. Sasa Watanzania wamekuwa wapumbavu sana. Ndio maana wamekuwa Swahili tu, kwa sababu unakuta mtu hana elimu ya biashara, anakwenda anakokotoa mtaji mkubwa, anakwenda ule mtaji anakwenda anauingiza kwenye biashara,
matokeo yake mtaji unakwenda unakufa, anafilisika, anasema amerogwa. Wale tunakimbilia mambo ya kurogwa haya. Wewe utarogwa wewe nani? Uchawi upo ndio. Haya mambo yapo ndio. Kukuzibia riziki yako ipo ndio. Lakini jitihada wajada. Ukiwa na jitihada lazima uwe na ile hekima na busara. Kwa hiyo mimi napenda niwashauri, niwaambie, fuatilia masomo yangu, yana hekima na ibra kubwa sana. Yanakufundisha mambo mengi sana ambayo ulikuwa huyajui kwa shortcut. Mtu mwingine anakuja anakuambia bwana mimi nataka kudamu. Naambia mimi siuzi kudamu. Wala sijamuomba kudamu. Kudamu anapatikana kwa taratibu. Ni sawa mtu anasema kwamba bwana mimi nataka ninunue ng'ombe. Sasa unayemuuliza yeye anakaa mjini, tena mji wenyewe Dar es Salaam. Sasa huyo ng'ombe atampataje? Yeye hafugi. Ni lazima shurti uende mnadani. Ukienda mnadani kuna taratibu zake. Unakwenda unamnunua huyo ng'ombe, ukisha mnapatana kwanza na muuzaji. Muuzaji akisha kuuzia ile ng'ombe kuna taratibu zake. Wako polisi pale, namna ya kumchukua kumrudisha nyumbani kuna taratibu zake. Lazima upate risiti ambayo itakuonyesha namna ya usafirishaji mpaka kumpeleka pale nyumbani. Kwa hiyo ndugu zangu, kila kitu kina taratibu. Kila kitu kina utaratibu wake. Fuata misingi, sheria, taratibu za kitu ndio uweze kufanikiwa. Sio unakuja shortcut tu. Mimi nataka kudamba. Unaambiwa haya, hakuna shida. Toa kafara, chinja labda ng'ombe, chinja labda ngamia. Sasa unamtaka namna gani jamani? Hivyo unaweza kaamua ukafungua duka, ukafungua frame ya duka wakati huna mtaji wa kununua hata chumvi kuweka dukani. Ni mtihani mkubwa sana ndugu zangu. Ni mtihani. Piga vito maskini. Karibu tuendelee katika vipindi vyetu vinavyokuja ili tuweze kuangalia maisha ya dunia yanakwendaje. Karibu sana, tuendelee katika vipindi vyetu. Ni mimi mtaalam Daudi Irungu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.